wangu ukamilifu. Leo tutakaa katika darasa ili tuelewe. Maana kuna mambo yanatakiwa kuonekana ndani yako, maishani mwako. Kuna kitu inastahili kuongea ndani yako na katika maishani mwako ili uingie kwa mpango wa Mungu. Na ndiposa nimekuambia ya kwamba kuingia kwenye mpango wa Mungu ni kupitia unyenyekevu na utiifu, na yenye tunaiona ni ya kujitoa kwa Mungu kikamilifu. Ni kusema ya kwamba you have surrendered all things to the will of God. Bwana asifiwe. Ati wewe si wa kujiongoza. Umejitoa mwili wako, mawazo yako, akili yako umeitoa kwa Mungu. Neno la Bwana linasema hivi in Romans ama Warumi kana aroma 12, neno la Mungu linasema hivi verse 1 and 2. Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza ukamilifu. Bwana asifiwe. Kwina andu marora ona ndingi agenda tugithoma matirathoma acio na ndakwira ukithoma utakuona ni uguthoma. Nikiona hujaingia kwa Biblia utatusomea kama umeiweka chini. Bwana asifiwe. Taikira na kirekanio gyaku gya Gikuyu niwe kwa andu tukoretwo na ugarega kutukatire no nginjira no gabane gweka atia utaisema kiugo kia Ngai nigetha uigue wega kirauga atiriri tondu wa maundu macio ayo aithe witu ri ndamuthaitha ni undu wa uria Ngai anamuiguira ati mwirute miiri yanyu etuike ihaki ria kumuhakira igongona na rĩo rĩrĩ muoyo na rĩrĩ itheru o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai arĩguo ũtungati wa ũhĩgu ũrĩa ũmwagĩrĩire. Verse 2. Na mũtikahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ, no rĩrĩ mũgarũrũke ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ngoro cianyu gũthondekwo, meciria macio makerũhio, nĩguo mũhotage kwĩmenyera kũna maũndũ marĩa Ngai endaga mekwo, namo no marĩa mega, marĩa mangĩtĩkĩrĩka, o marĩa makinyanĩru kũna. Bwana asifiwe. Chenye kitakuingiza kwa Mungu, it is to surrender everything to God. Kwanza ni kujitoa huu mwili. Maana kuna watu wanasemaga mwili iko kwao, ati igoro gutire ike maisha no. Imagine hapo tunanyamaza sana. Huu mwili Mungu anahitaji uwe wa kwanza wa kutoa ibada. Na ndiposa neno la Bwana linasema hivi, kwa ajili ya vile Mungu aliwaonea huruma, kwa huruma zake itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kwa hivyo si kuwa mwokovu tu wa kawaida, si kuwa tu mtu wa kuenenda kwa kanisa. Kuna kitu Mungu anagoja kwa maisha yako, na ya kwanza ni kujitoa uwe mtu wa kuwa anatoa ibada iliyo hai. Ukiajiriwa kazi na mwenye kukuajiri, wengi kuongezewa mishahara hawakuangi wamekimbia kwa ofisi kusema waongezewe. Maana kuongezewa kwa mshahara
huwa inaonekana na utendaji wa kazi aliyoiona mwenye kuajiri. Unajua kuna watu wakiajiriwa kazi wanafanyaga mpaka yenye hawajaelezewa. Haleluya. Lakini ajiri mtu wa kumwambia ondoa kikombe, ondoa hii, ondoa hii, ondoa hii. Aliyetuajiri kazi, aliyetuleta katika ufalme wake, anataka kwanza tujitoe na mili yetu iwe ibada iliyo hai, ili lolote utakalolifanya kwa ajili ya kuleta sifa na utukufu kwa Bwana, hautafanya kwa kulalamika. Watu wengi wamekosa kujitoa na mili yao kama ibada iliyo hai, wanafanya kwa manunguniko, wanajipata katika lile eneo la kuingia kwa baraka. There is a spirit of delayment. Na niliwaambia we are prepared for such a time. Watu wanaotayarishwa na Mungu na njia ya kiungu ili uingizwe kwa mpango wa Mungu, lazima uwe ni mtu ya kwamba unajikana mwenyewe. Yesu akasema kama unataka kunifuata, kitu ya kwanza ujikane. Then you take your course and then tuandamane. Maana kujikana ni kusema kuna mambo mengi utapatana nayo katika njia, hayata kufanya uweke msalaba chini. Maana unajua kuna ibada huwa inagojewa katika kiti cha enzi, na mwenye hiyo ibada si mtu mwingine, ni wewe. Unajua kuna watu kitu wajuani, watu wanafikiria ibada ni kuhani tu mwenye ako pale mbele. Neno la Bwana linasema katika wa Petro ya kwamba kuna wakati tulikuwa watu ambao hawafai, lakini sasa tuko watu ambao wanafaa mbele za Bwana, na tukachanganywa na nyumba ya kikuhani. Tunatoanga dhabihu pamoja na nyumba ya kikuhani cha juu. Ukijijua wewe ni mwana katika kikuhani cha Yesu Kristo, utajitoa fully, utajitoa na akili zako. Na kuna kitu moja niliambia watu weekdays, kuna kitu moja unataka uegemee kabisa na kujiombea ya kwamba kila dhabihu nitakuwa ninaitoa katika maishani mwangu, niyo bila yangu ya kwamba itakuwa ni ibada iliyo na uhai, itakuwa ni ibada iliyo na utakatifu, na itakuwa ni ibada ambayo inakubalika. Last time niwaambia wengi wanasemaga niliokoka miaka fulani, lakini utapata kuna ibada nenda ulitoa ama nikatoa, hiyo ibada nikawa sijajitoa, ninafanya kwa sababu ya kuhimizwa. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ibada haina uhai. Kama ushaifanya ibada kwa kulazimishwa, kama ushaifanya ibada ndio usikosee uonekane, haina uhai. Na huwa naelezea watu wenye tuko nao katika Bible study, kuna watu huwa wanagojewa na Mungu every day kwa lunch hour kutoa dhabihu. Kuna majina inakuanga mbele za kiti ya enzi ya kwamba Bwana anajua haya majina na yaelewa. Hawa watu huwa wanajitoa mpaka mili yao. So you have to surrender to God kama unataka kuingia kwa mpango ya Mungu. Usijiongoze na akili zako. Haleluya. Madhani ya Joshua. Tuache kujiongoza na akili zetu. Nilikuelezea hivi, na mwalimu ndiye alikuwa anatufunza neno ambalo ama ule mkate uliletwa kwa Elijah mtumishi wa Mungu. Alipolikula lilikuwa la kumpatia nguvu ili aendelee. Nataka kukuweka makali ili uelewe mtu anaingiaga kwa mpango ya Mungu na njia gani. Je, nitaishi aje kwa mpango wa Mungu? Nastahili kufanya nini?
usimame, nastahili kufanya nini ili watoto wangu wawe wanafichwa na Jehova usiku na mchana? Nastahili kufanya nini? Ndio tunatakanga kuingia kwa mipango ya Mungu, lakini tunakataa neno lituingize kwa mpango wa Jehova. Huwa tunalazimisha mambo ambayo mpango wa Mungu imekataa. Na ndio nilikuelezea, unasikianga mtu amejinyonga juu mtu fulani ameoa mwingine. Maana alikuwa anaongozwa na akili zake, alikuwa anataka kuingia kwa mpango wake. Na katika yale mambo yote unayoyafanya, je, kuna utiifu wa neno ndani yako? Je, kunayo unyenyekevu? Ndio wewe ni mtu mkubwa, ndio nyota yako itang'aa, ndio maono yako ni kubwa, lakini kumezalika utiifu. Maana lazima kuzalike utiifu ili Jehova akuingize kwa mpango wake. You have to surrender yourself unto God. Kwa nini boma nyingi ziliharibika? Maana either ni mzee ama ni mama alijijengea juu ya lile jiwe aliona linafaa, akakimbia kwa mchawi. Haleluya. Akakosa kujua ajengae nyumba ni Jehova, azingirae mji ni Jehova. The watchman huwa anafanya kazi ya bure. Kwa hivyo nilienda kwa Karumanzira, nikatolewa tabiko ili mzee wangu akienda na huko anafugwa, na tunasherehekea na tunasema mtu huyu ni maarufu. Haleluya. Anashika njia ya Kabiani, Kitui, Msambweni. Haleluya. Maana amekosa kumtumainia Bwana. Hana ile hali ya kunyenyekea ili boma ikae kwa mpango wa Mungu. Lazima watoto wengine waende kama wamefungwa vinyago kwenye mili yao. Watu wamekataa Jehova awalidie watoto, lazima wawe na vinyago vinafungwa kiuno. Nyanyake aliniambia, maana sijui kwa nini manyanya huwa wanatumiwa hivi. May the Lord help us. Lakini ukilitii neno la Bwana, ukinyenyekea chini ya mpango wa Bwana, atakuridhia uzao. Hawastahili vinyago, hawastahili kufungwa viuno, mikono, sijui wapi. Kunaye Mungu juu mbinguni. Musa hakulindwa na kinyago. Yesu, mama yake alielezewa akiwa na baba yake, kibieni mkatoroke. Maana lile neno tunalolipokea ndani yetu, tunapolitii, there is a signal ambayo huwa inaachiliwa ina spiritual realm. Unajua kuna kitu baya. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha niharibu dini ya watu wengine. Kuna watu walichanja watoto mili. Wakichanja watoto mili, nasitukia huyo mtoto uliyemchanja mwili ukampelekea ili asipate mtu wa kumroga. Wakati atakuwa mkubwa, ile madhabahu ulipanda ndani ya mwili wake itamuongoza kwa Freemason. Na wengi ndio hao wakifika universities, colleges, secondaries, wako na urahisi ya kubebwa na mapepo. Lakini kama umemweka kwa mpango wa Mungu kwa madhabahu, madhabahu ya kiungu inakulindia uzao. Wengi watoto wamejipata kwa hatari, si kwa sababu walijua, si kwa sababu ilikuwa mpango yao. Kuna mtu fulani alikataa mpango wa Mungu juu ya uzao. Haleluya. Na ndiposa Israeli akaelezewa na Mungu hivi, wakati ambapo utafika katika hizo nchi, usiingia kwenye miungu yao, usifanye kama wao. Sasa tunajipata tukienda kwa wao,
Pelekea antia mashosho anyoe. Haleluya. Akejage kama mwana. Unajua gaito hiyo anamunyo anafanya kitu. Kwa magoko anajua wake kora. Wake wokuira kubanyu. Woko wavyo kararo kirera kule nyuko wali. No. Anafanya nini? Je, na ule mtoto aliyekimbizwa kwa madhabahu? Haleluya. Na ule mwenye alikimbizwa kwa madhabahu analindwa na nani? Bwana asifiwe. Kigongona ini no hega. Harika ino hega. Idwathe twehithe. Kigongona ini. Idwathe twehithe. Kigongona ini. No henga. No henga. Haliga ino. And I told you next way there. Haliga ino henga. Yogona ini henga. Idwathe twingere ho. No henga. Haliga ino. No henga. Haleluya. Wacha nikuambie, neno la Bwana linasema hivi: funza mtoto wako njia iliyo nzuri, hata wakati atakapokuwa hata iacha. Ndirikanaga ndafa thirio ne fana ngari ndegenge tondu kuria muciari wako ari kundu kwa mbere kuria nendire niku fatha ucio kijana na wito kitu ya ajabu nini ndabatithirio ndi mwana ari angi othe nikio njugania na kirira ndiuria ndiune kirago hata mama gwali niambia sikujua. Unajua katika hizi dini watu wanabatiza wakifanya nini? Meka kirira ni sijuaki vile kulifanyika na nitula gadirikana wale warukumeire mutumia takwa gateina. Mama niliheshimu kwa miaka yangu yote wakati aliishi hadi akakufa. Ni ndio ikirira ni amugitire mugisiuga ni gumuinithia nyimbo cia kuno ndikiwe amere leo makiwe nikiwa hivi kupelekwa tu. Haya madhabahu nilipelekwa kufichwa huko, maana wazazi walijua mwenye tumepokea inatupasa tumpeleke, na tuko watoto 10 na nitahigire kirira ndakora nginya rukengeruro rwe thutha ni rwaigire ki ngikoro ndi mundu wa mwanya niki, maana Jehova alinitaka kunikimbiza kwa mpango wake. Kogo waigwa ngikurinda ringi ndugecie ndari badari mambo ya mari mwili madaku mara kaina miugo geko atia. Lakini ilikuwa ni hali ya wazazi kutii na kunyenyekea. Sijui ni nini mamangu aliongeleshwa, sijui nini ilifanyika nikimbizwe. Ukiwa katika hali ya utiifu wa neno la Mungu, utafanya kadri na mapenzi ya Mungu. Wengi tunataka kutendewa mambo makubwa, lakini hatufanyi kadri na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Neno la Bwana linasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ili uweze kufuata Mungu kama huu, lazima mawazo yako yabadilishwe, yatolewe katika ule ulimwengu, ili utoke kwa lile jambo unalolipenda zaidi, ambalo linaweza hata kukutoa katika njia ya Mungu, ubadilishwe mawazo yako, uingizwe kwa mpango wa Jehova. Atenongo haka meshiria manyuma garoro mero hiyo
Unajua ukibadilishwa mawazo yako utaenda kama muibaji. Dithiaga dithini wa roho gakenaga tondu niwe ijiswarora tumwo nagikena akiraithe nikugure yana ijiswarora swarora tumwo nagikena redeemer akiraithe nikugure yaya yededianga redeemer ingahoyanga redeemer gakenanga redeemer itodoneme ijiswarora kanidani yakenaga akena redeemer yakeraida idash inikoguri ya. Unajua ukibadilishwa mawazo kuna kitu moja ambayo huwa inafurahisha mbingu. Inajua huyu mtu amekubali neno liwe na uhai ndani yake. Huyu mtu amebadilika sasa. Haleluya. Hakuna wakati atasimama na wenye kusema kanisani hakuna Mungu. Huyu mtu mawazo yake imebadilishwa. Hata sema ati hakuna wachungaji wamebaki. Wako. Hello. Elijah Jehova alimwambia sio wewe tu. Niko na 7,000 ya manabii ambayo hawajainambia miungu migeni. In every generation huyu Jehova hakosangi mtu wa kusimama kwenye mwanya. Hata kukue kubayaji. Maana lazima kuzalike mtu mtiifu na mnyenyekevu. Ili ubadilishwe mawazo ya kidunia, lazima utiifu upatikane ndani yako. Haleluya. Utiifu na kunyenyekea. You must be a humility person and somebody who is obedient. Hiyo ndio inafanya wengi wakose baraka za Mungu. Hiyo inafanya watu wengi unapanda kwa mlima na unashuka. Maana Jehova anataka kuzalike utiifu. Kuigwa madhani nawe kama higia. Nagwo wendani ugakira igongona nasho thaiga sira. Kuigwa madhani nawe kama higia. Hakimode inagwa wendani ugakira igongona nasho thaiga toria tugetiele. Hey, nyawande wida muno rubulwa mwadhani kerege moyo wa Jesu nani ugekiro tumbeo dhamaki durire shode. Bwana asifiwe. Hitaji haikuji tu kwa mdomo. Kuna taji ya utiifu. Kuna taji ya unyenyekevu. Maana mwimbaji anasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Ili uingie kwa laini ya Mungu, ili uingie kwa makusudio ya Mungu, no mwaka oremi urego omunyuo olifarifu. Haleluya. Paulo akamwambia Timotheo, mwanangu, ujionyeshe mbele ya watu ya kwamba umekamilika kwa ile injili unayohubiri. Na akamwonya akamwambia, mwanangu, chunga sana watu walio na midomo miwili. Mwenye
ciugo cia muhuhuto tondu ndeto iria maragia itheaga ta kironda kia ndira. Ili uingie kwa mpango wa Mungu lazima uwe mtu wa mdomo. Haleluya. Halo. Lazima uwe mtu wa mdomo. Sisade Bwana asifiwe. Kitabu ifike jioni hujulikani. Lazima kuwe na kutii neno. Na lazima kuzalike unyenyekevu. Maana kunayo mazao ya unyenyekevu. Nataka uone wakati ambapo ukielezewa na mzazi wako fanya hivi na hivi ukose kufanya. Na saa hiyo ugali mdogo ulikuwa unapatana na kiboko. Ya Mungu ni vile atuionaji physical hivi. Tunaambua rara hapa. Wakati ulikuwa mama anakuambia zunguka kabisa. Makutano ni wapi? Kitchen. Tutapatana hapo. Maana anajua lazima ukuje kukula. Unapatana hapo. Naye Mungu wetu kataa utiifu, kataa kufanya kuwa na unyenyekevu. Lakini chenye unachotaka utakaa sana. Mungu atusaidie. Haleluya. Nataka ujishike hapa. Sema Mungu nisaidie. Ndani yangu kuzalike unyenyekevu na utiifu ili niweze kuingia kwa mpango wako. Ili niweze kupokea baraka ambazo zinazoambatana na utiifu na unyenyekevu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kana ndule wako na mtu gate ili yaraga modo na nidaugo ni akomenya. Haleluya. Itajiodoa tu pole pole. Hiyo utiifu inajimaga watu baraka. Imagine nilikwambia kuna promotion mtu anaigizwa juu ya nini? Halo. Wewe unajua kuna baraka ziko kwako ulizipokea juu ya nini? Na ukikosa utiifu mwenye hizo baraka anazifanya hivi. Nataka tuandamane na wewe wakati ambapo kama wewe ni intercessor. Wakati umekuwa na utiifu wa maombi sana. Vita mingi bibi inapigana. Lakini fungua macho kutoka wakati ulikataa maombi. Dumo siyakuwa goma. Halo. Usigua laja. Hauja. Karudelia. Haleluya. Ukajua nini ndio inaniamsha? Kuliko sema naona mwangaza, naona wingu na moto likinizunguka. Maana kuna ukuta unaokaa kwa utiifu. Halo. Tunaonaga hata unasema umechoka hata kuomba ufanye nini? Wakati yenye hujaomba unapatana na wenye huko. Ma principality. Wengine wanafanywa mabibi, wengine wanafanywa mabwana. Juu huo ufalme unakukamata juu ya kukosa ukuta wa moto. Lakini ukikimbia upate huyu mtu ako kwa mpango wa Mungu, hawezaki. Kwa hivyo kuna milango utafunga na utiifu. Ujuanga kushinda siku nzima mpaka jioni, si vile umejua kujiangalia. Tikwemenyerera. Nani anakubaliana na mimi hivyo? Unasikianga mtu akisema wakati nilikuwa ninaomba sikuwa na shida. Hata wakati nilikuwa nasikia vile pastor anasema, acha nikwambie. Ndugu yangu, usikiage vile pastor. Hiyo ni sauti ya nani? Ya Mungu. Ukikosa kusikia shetani yakwenda kwa hapa wataje na haja. Nikugoje na hapa Eliza. Kwa hivyo tujifunze kukula hilo neno. Ili hata wakati tutapatana na vita, mapepo yatajua kuna neno. Na unalihubiri mpaka wakati wa ugumu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio kuingia kwa mpango wa Mungu lazima kuzalike nini? Ingia kwa Mithali. Kitabu cha Mithali 3 Kitabu cha Mithali 3. Katika Warumi tumeona ni kujitoa kwa Mungu ukamili. Nayo katika Mithali nataka tuone ya kwamba umtumaini Mungu kuliko akili zako. Ili uingie kwa mpango wa Mungu lazima kuzalike
njia za kiungu, ili uwe mtu wa kuaminiwa, ili uaminiwe mamlaka na mambo makubwa, lazima kuzalike. Haleluya. Kuzalike mtu ambaye anayemtumaini Mungu. Neno la Bwana linasemaje? Amelaaniwa anayemtegemea. Ili uingie kwa mpango wa Jehova, lazima uondoke kwa huyo unayemtegemea. Huyo unayemwona ndiye Mungu wako. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema katika Mithali 3 mstari wa 5 na 6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Verse 6, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Bwana asifiwe. Hapa si wewe ujiongoze. Si kuna watu wanasemaga I myself. Na ndio naona watu wengi kwa kutoingia katika uwanja wa vita wa maombi wanakimbia kwa karamanzira. Wanaongozwa na akili zao. Ukiwekea mwanaume steel wire atakufa polepole. Ukimwekea mkojo atakufa polepole. Wengine wapikie mayai sijui na periods. Juu akili zake zinamuongoza. Unaona, katika hiyo njia zako, katika hayo mambo unayoyataka, neno la Bwana limetuambia hivi ya kwamba usikuwe mtu wa kujiongoza na akili zako, bali mtumainie Bwana kwa kila jambo. You will ever regret in your life. Hauta regret. Hata uamkapo kila siku ukienda kwa hiyo kibarua, ukienda kutafuta hicho kibarua, tamwambia Bwana, ni asante kwa siku hii. Ninaondoka sasa. Sitazami ya kwamba nimejaza stock. Juu kuna wengi walitazamia stock na wakafunga kabla hawajauza. Lakini nakutumainia wewe ya kwamba itakapo enenda kufungua hiyo kazi, utafanya nipate kibali. Unajiondoa kwa akili. I have a very good stock. Hata hakuna mtu akona zile nguo smart kama zangu. Hiyo ni akili yako. Hallelujah. Atinakulaga fast camera. I'm very sorry. Kuna mtu atakuja amekula third camera, aingie kwa mtaa nayo akipiga maraundi hivi. Juu anaenda, nimekutumania wewe Bwana, usinihaibishe. Maana tumaini lake liko kwa akipiga raundi hivi, hakuna kitu. Bwana asifiwe. Na ukijifanya uingie kwa hiyo third camera, zako zinapandana kwa nyumba. Maana kuna siri hujui. Kumtegemea Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yamkini wewe umtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili zitakudanganya. Akili zitakuelekeza kwa njia ya maafa. Akili zako zitakuelekeza kwa mambo ambaye nyumaye utahesabu faida. Ndiposa watumishi wengi walioanza na Bwana na wakamaliza na Bwana, wakamtumainia Mungu, hakuna vita walitupa. Mfalme Daudi, neno la Bwana linasema hivi, hakuna vita huyu Daudi hakupigana akashinda hata gani. Maana kila wakati Daudi akitaka kuingia kwenye vita, alikuwa anamuuliza Mungu, niingie kwenye vita, huyo mwenye analia apelekwe nje ama nyamaze? Bwana asifiwe. Hakuwa anaingia vita kama mtu kubafu. Alikuwa mwenye sikio na kusikia Mungu. Ukikosa sikio na kuelekezwa na Mungu, utakuja kuregret. Sipopatikana mwalimu mmoja achukue huyo mtoto tafadhali. Hiyo ndio kazi ya walimu. Hello.
na sikio la Mungu. Alikuwa na sikio la kumwelezea Bwana, niongoze. Kwa nini wengi wetu tunaingiza pesa zetu mahali hatustahili? Nyumaye tunalia, maana tunafanya kadri na fulani vile alifanya. Haleluya. Wakianza na wewe unaingia hapo uanze. Unatumainia tuliona mwenzako alianzia. Hukujua alipanda dhabihu gani. Kuna watu mkono wao kazi zao hazishangi. Kuna miungu walitumainia. Wewe ule Mungu anakuambia nitumainie tu mimi, nikuingize kwa mpango ulio wangu. Unaona hata kuamuka ukienda hiyo kazi ni bure. Tutika tukiro tu hoe mahoya ona marako hata hiki nyima nimekete hata ya ndio ibora marali kia wewe ni maiganu nikikora gabinya ndo ikia hatwale kia zade ndia na orere chibi ugo mimi ile maombi tumeo acha nikoambie ile imeto madori ni mali hoya na zade kwa ini maroguzio na watu wengi wanasifiwe. Mungu yote ya asubuhi wakora batiri nake mazio mothe maruzini. Umuthi unakaingia kwere. Ugakora joki nake ngakaingia kwekatea. Lazima tumtumainie Mungu, tuache kutumainia hizi akili zetu. Tuache kujiongoza. Haleluya. Na utaanza kuingia kwa mpango. Then katika njia zako zote mkiri yeye. Ni kusema ya kwamba katika ile njia ninayopitia tangulia Jehova. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Yawe nitangulie Bwana, oh ninatamani kufika. Mimi kwa kazi ninayofanya Bwana, ninatamani kufika. Yawe nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Mimi kwa maono yangu Bwana, oh Yawe nitangulie Bwana, mimi ninatamani kufika. Bwana kwa uzao wangu Yawe Yesu nitangulie Bwana, mimi ninatamani kufika. Yawe kwa huduma ulionipa mimi ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, namani natamani kufika. Yawe kwa biashara zangu Baba, nitangulie Bwana, oh ninatamani kufika. Mimi sitaweza peke yangu kufika. Baba nitangulie Bwana, oh ninatamani kufika. Yawe kwa ndoa ulionipa Bwana wewe, Yawe nitangulie Bwana, oh ninatamani kufika. Yawe kwa maono yangu yote ninatamani kufika. Sitaki kujiongoza, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Oh mimi naomba niwe nyenyekevu Yawe, niwe mtiifu mbele yako Yawe, nitangulie Bwana, naomba kuwa mnyenyekevu. Haleluya. Ya kwamba mkiri Bwana kwa hizo njia zako yote. Na imagine hayo mapito alikoeraga ukaufuatia dunia. Nataka uone mtu anayeongozwa na mbingu, anaendanga akifuata mbingu.
vile Biblia inataka. Ikiwa sasa hapa ni stopover, anasimama. Mungu anamwambia, hiyo safari tumekuja na wewe, nigojee, na wakati wangu wa kutoka hapa nitakuelezea. Then wakati wa kutoka hapo, Bwana anamwambia, na yeye anasema, ninakukiri kwa ile njia nitakayoiendea. Unakuwa vile Yakobo alivyomkimbia ndugu yake Esau. Ilifika mahali jua likawa limeisha, akajilaza mahali pale. Akati alipolala, akiamuka akaona kuna gazi ya malaika wanapanda wakishuka. Akasema, hapa yamkini haya ni marago ya kibingu, maana kuna kazi ambayo nimelala nikiona. Akati aliamuka, akachukua mafuta, alipomwaga akafanya nadhiri yake na Bwana. Akamwambia Jehova, ile njia ninayoiendea utakapopelekana na mimi, na uende ufanye nione mambo makubwa, na tena unirudishe katika nyumba ya baba yangu nikiwa mzima. Nitatoa fungu la 10, na si fungu la 10 tu, bali katika hiyo njia ya kunilinda nitakujengea madhabahu. Si umwachilie Jehova katika njia unayopaswa ili uiendelee, na atanyosha mapito yako. Mapito ya kiuchawi utapata mbingu imefagia. Mapito ya wachawi ya kwenu, kunayo Jehova anaiondoa yote. Achilia Jehova mapito yako akunyoshe. Wacha kusimama na mawazo yako, wacha kujiongoza na akili zako mwenyewe, maana utamalizwa na hao mapepo. Anza kumkiri Bwana katika njia zako. Yakobo akasema, ukipelekana na mimi, ona unilinde Jehova. Yakobo alijua siri, ile njia ninayoiendea naweza kosa kurudi, naweza malizwa, watu wetu wanaweza nikosa, hatu ninakimbia usalama wangu. Akafanya nadhiri na simba wa Yuda. Hakuna aliyefanya nadhiri na Yesu akamhaibisha. Chenye kinafanyaka tuzimie jiani, maana tunajiongoza. Tunafanyaka vitu vile tunataka. Let me tell you, you remain in Sinai wakati mrefu ili uingie kwa mpango wa Mungu. Wacha ikuange ni wakati wako kumuuliza, is it your will? What am I doing? Is it your will? Katika maisha yangu niko kwa mpango wako. Je, katika haya mambo nataka kuanza, am I alone or tuko na wewe? Wacha kujiongoza na akili. Wewe ukiwa ulijiongoza na akili, wakakufia njiani hata kabla hawaone uzao, maana walijiongoza. Maana wakati mtu anataka kujiongoza, haulizangi ruhusa kwa Jehova. Lakini neno la Bwana linakuambia katika Mithali 3 ya kwamba mlango wa 5, mtumainie Bwana, haleluya, kwa moyo wako wote, sio nusu. Yakobo aliweka alama ya mafuta na kaweka nadhiri, iwapo nchi anaiendea, you be with me Lord. Wakati utanitenda unilinde, nipate ya kula na ya kunywa, kile ya gozi ya gotaha ito shiadaho, nitakuja nitoe fungu la 10 na nitakujengea nyumba. Maana na huku mbele hatujui yale tunapata. Hakuna kitu baya kama mtu hana macho ya kiroho. Hakuna kitu baya kama mtu hajafunguliwa kiroho. Apia watelea tujakuja kulala hapa. Mtu anazimwa kiroho na uko hapa. Leo halo. Mtu ambaye hana macho ya kiroho anaingia kwa shimo, akiweka ni shimo. Edi mago kuelekea aje? Halo. Sijui shaiona mtoto akitaka kuruka mahali anafanya aje? Napima. Anaona ni kama atakuwa anaenda hivi. Anaenda hivi, anashikilia. Anaenda hivi. Juu anataka kuruka. Anaenda hivi. Finally unapata hiyo mtoto ameanguka
chini, ameumia, maana hakutaka usaidizi wa kuruka hapo. Lakini huyo mtoto kama angepita hii njia ambayo inastahili, hangejikoa. Tuikala tondo tuliado. Hatutaki kutengenezwa na Mungu. Hatutaki kuelekezwa na Mungu. Mpango wa Mungu tunaonaga ni kama umekaa sana. Waitaka kuhana mundu ule uthiri akararama tuini. Ugikora fatara kuigere aja haha. Nikikwambia ngojea Mungu, nasema yeye Mungu wako sijui atakuja lini, hata amekaa. Halo. Bwana asifiwe. Ati mkiri Bwana katika mapito yako, atayanyosha. Ili Yusufu aheshimike, hakuchanganya maono aliyoyaona kwa ndoto na mwili. Angelala na bibi ya mfalme na kukose kujulikana. Lakini alijua hata kama ndugu zangu waliniuza, naona mtu aliyenyamaza akilia, Bwana nimeuzwa. Watu wangu hawana huruma na nini, hawana kazi yangu, hata hawataki kujua kama nitaenda kuuawa. Naona Yusufu akimulilia Mungu, akamwambia Bwana, njia ninayoiendea, kubali maono uliyonionyesha iweze kuonekana, usikubali nikufe. Na wakati alienda mahali pale, bibi ya Potifa akataka kulala na yeye, ilimbidi atoe nguo yake ya juu, akamwachia kwa mkono. Wengi tunafanyaga vituko makusudi tujaribu Mungu, tuone kama kitatendeka. Alipoacha hilo shati, maana mapepo yalikuwa yamemfuata, yalikuwa yamemgoja kule, ilibidi apelekwe jela. Naona mtu anayepelekwa jela akamwambia Bwana, hata kwenye ninapelekwa si nchi yetu, lakini wewe ambaye huwa unanenea watu ambao hawana makosa, niko katika nchi ya wenyewe, naomba tu haki itendeke kwako, haki itendeke kwa maisha. Marafiki wamekosa haki yangu, hata bibi ya Potifa amekosa haki, lakini naingia kwenye jela. Wewe ufanyaye haki, utalifanyia haki. Mungu hakumwacha. After 2 years in prison, ndoto ikaondoa, kakosa mtu wa kumtoa. Lakini hata akiwa kwa hiyo prison, kuna watu walikuwa amewaelezea ndoto yake, lakini walipotoka hawakumkumbuka. Walienda wakasahau. Vile wakati tu ambapo tuko katika matayarisho, tunashikanga wengine mikono, tunawapitisha, lakini wakienenda wanasahau. Lakini nataka uone huyu Mungu alikuwa katika hii njia ya Yosefu. Alikuwa amemkiri, na vita kubwa ya Yusufu ilitoka kwa sababu alimkiri Bwana katika njia zake. Wakati ambapo mbingu ilisababisha mfalme aote ndoto, hapo ndipo alikumbukwa. Ukimwachilia Mungu njia zako, haijalishi umepita mapito gani, kuna mbingu itakukumbuka. Unaweza kosa haki kwa wanadamu, unaweza kosa haki kwa watu uliotenda mabaya, unaweza kosa haki kwa mtu uliyeshika mkono ukifikiria atasimama na wewe akakutoa nguo, lakini mbingu itakuingiza kwa mpango. Pigia Yesu makofi. Na hautakufa mpaka uonje mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Mkiri Bwana, yeye anyoshe mapito. Hakuna aliyekiri Jehova akabaki kama yatima. Maana wanaomwamini Mungu si mayatima. Sisi tuko na baba, sisi tuko na mzazi, sisi tuko na ambaye tunayemwita. Unaweza kuwa wewe ni mtu uko na
na wazazi wote wa kimwili, lakini unakaa yatima wa kimwili. Lakini ukiungana na mbingu na uweze kumtumainia Bwana kwa moyo wako wote, hata wenye mlizaliwa na wao watashindwa. Kwani huyu amekimbiaje? Kuna siri ya kwamba usitegemee akili zako mwenyewe. Wacha umwachie Bwana akunyoshee mapito utakayoiendea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kutembea na mbingu, kuingia kwa mpango wa Mungu, kunahitaji kujikana. Kunahitaji kujitoa na mwili wako ukuwe dhabihu iliyo hai. Wengi walijitoa waonekane, lakini mbele za Jehova kukawa hakuna manukato. Lakini ni ombi langu ili uingie kwa mpango wa Mungu. Jehova haigizagi watu wawili, hata walioolewa. Unapotaka mwenye anatii Bwana, utaingizwa individually. Hata kama ni mapacha wako kwa tumbo, kuna wa kutoka kwanza, hakuna baba pili. Wanaotii Bwana na kunyenyekea, kuna kukimbizwa kwenye baraka. Utawapita wenye walizoea mbingu, usizoee Jehova. Watu watasema ni kama unaonewa. Ateneta kipendeleo, si kipendeleo. Ukifanya kazi na mbingu, uwe mtiifu na unyenyekee. Tena umwambie Bwana, niongoze. Utakimbizwa. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Mimi nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Bwana asifiwe. Atakunyoshea hata hiyo mambo ambayo unaona kidogo unadharau. Hata hutaki kuuliza Mungu. Kuna kitu moja huwa nafurahia, yule mfalme Sauli, hata wakati alienda kutafuta puda za baba yake, aliona ameenda safari kubwa. Wakati alifika katika ule mji, akauliza, nataka kuniambia yamkini huu mji hakuna mtu wa Mungu? Mtu aliyemuuliza akaambiwa, hata ndiye huyo Samueli amepita. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu ambao wanataka kuongozwa na Mungu wanatafutanga kuhani aliyeungana na Bwana. Watu wanaotaka Jehova asuluhisha mambo wanapokeleaga neno linalotoka katika kinywa cha Jehova kupitia nabii wake. Kwa hivyo utiifu zaidi, unyenyekevu inahitajika, kujikana, kujitoa. Si ati hakuna baraka, si ati hakuna kuinuliwa, lakini watiifu wako wapi? Si ati hakuna malango ya kukufungukia, lakini kubali kufanyiwa kazi na mbingu. Kubali uelekezwe kwa mpango wa Mungu. Ukiwa kijana usiharibu watoto wa wenyewe, maana hata wewe uko na uzao. Mwambie Bwana, nasikia kama huu mwili utaniongoza kwa shetani. Nibariki na mke sasa. Nahitaji ubafu wangu. Ninyoshe ile njia nitakayopitia, nataka kuoa. Wachanga kugoja tuenye tuko form 2 na form 3 na form 4. Wacha kuinama. Mwambie Bwana, ninyoshe mapito. Haleluya. Dominiki wacha kucheka. Mwambie Bwana, nisaidie. Nataka kuwa mwaminifu. Mapito yangu nataka kurenga mapenzi yako, ili hata watu washindwe. Kwani hii ndoa imesimama aje?
vijana wenzako na waelezea, niliongozwa na mtu wa Mungu kuomba mapenzi ya Mungu. Kuja nitakuonyesha kuomba. Kuja nitakuonyesha kutafuta mke mwema. Kuja nitakuonyesha jinsi ambavyo ya kumwachilia Mungu, na hutakuja kujuta. Hautalia. Tika gutongolio ni ngothi njero. Ati manebira 80 uri ugu. Nawe kira ni kigondoro. Ĩgathiĩ ka Gĩkũyũ. Kĩrĩa nĩ kigondoro. Waigua gĩtwo kigondoro. Kila gutire mundu uhutĩte. Ngwĩre. Atia Mungu njia zako azipite. Bwana asifiwe. Ingine tutaiona katika Yakobo ama Jacob. Kana Jakofu. Yakobo 4. Kuna mambo nataka ujifunze ili usiulize kwa nini ninakawia. Ukahanyukania na kigondoro na no gakora si no cia suhire. No kionorago aikahagirwo. Kwa hivyo hapa Mungu akuonyeshe mapito. Mwenye hata mtazeka naye ukimwangalia tasema huyu ni Mungu alinipatia. Maana hizi ni nyama kutoka kwa nyama zangu. Bavu. Lakini si tuendelee usugale kakari. Halo. Katika kakana kagatirata ukeka. Netage koyo na nikiraira kemijini. Yethuhuine kula mpaka umalize. Bwana atakuonyesha ile njia utapitia. Utaingia kwa mpango na hutajuta. Hauta-regret na hutapatana na magonjwa. Ukimwi, it is not your portion. As long as umemwambia Bwana na kuhitaji. Usiseme dawa zilikuja. Katika Yakobo 3, hii nayo nataka tuongee juu ya nini? Unyenyekevu huvuta neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Ukiwa na unyenyekevu, neema ya Jehova itavutwa automatic. Hakutakuwa na kungangana. Adu mariko urajio ni hangania itone kiliga gole kagamao. Maana ukinyenyekea kwa kila hali, neema ya Jehova inapataga mahali pa kukuja. Taka tuanzie mlango waraka wa Yakobo 4. Kuanzia pale 6 nitasoma. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kuna mazao ya unyenyekevu. Utajipata ukiwa na unyenyekevu ndani yako. Kibali cha Mungu ni automatic. Hallelujah. Na ndipo sasa nikuambie, unajua kwa nini nyota za watu wengine zinatumiwa na watu hawajui? Maana akiwa mnyenyekevu na anatii, kuna mtu anamwambianga kuja nikuache hapa, anajua akimwacha juu ni mnyenyekevu na ni mtiifu, itavuta kibali. Ukiwa mtu mnyenyekevu, hautangangana katika maisha. Kibali cha Mungu popote utakapoenda kitakufuata. Hicho kibali kilifuata Yusufu kwa ajili ya kunyenyekea. Neno la Mungu huwa linasema hivi, hata saa hii linasema, hata wakati alienda kwa gereza, kibali cha Jehova kikawa juu yake. Hakuwekwa pamoja na wafungwa wengine, akapatiwa ukubwa wa kuwachunga wengine. Hicho kibali ndio kilikuwa kimemfuta bibi ya Potifa. Na kibali cha Mungu ukiwa nacho utatumiwa vibaya. Na nikijuga kwa dhejeni kwa ndoko hoje lotake. Hadasa Yesu. Lazima tuchunge. Maana mtu aliye na kibali onaro kibali maroga magetania.
mamenya ni moji asiana maugaga kwe mundu wa Ngai ni gutorogo ni njoraga ihenya wirogorere. Ukiwa na kibali lazima ujichunge, maana watu wengine wanafikiria gani kupendwa. Si kupendwa, kuna chenye unastahili ukule kwa kupitia kunyenyekea. Kuna kibali kinafanyaga mbingu inashuka na inatenda, na usipojichunga kitabebwa na wengine. Kuna watu wanashindaga wakikufuata lakini hujajijua, wanakulia hicho kibali. Utakapokuwa mnyenyekevu na mtiifu, kibali chako hawatakulia, mbingu itajifunua kwako. Haleluya. Ya kwamba neema inaachiliwa kwa wanyenyekevu. Verse 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa maombo, kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhirini mbele za Bwana, naye atawakuza. Bwana asifiwe. Ya kwamba mkaribieni Mungu, atawakaribia. Itakazeni mioyo yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Unaona, ukiwa na nia mbili, acha nikuambie, wewe na kibali cha Mungu kiko mbali. Kija ngoma ni menala. Kwa nini wale watoto wa Stefa ambaye alikuwa kuhani walienda kupigana na mapepo? Mapepo yaliwaambia, umekuja Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyinyi na nyinyi mnazambia toka pepo. Na jina la nani? Pepo zikimaliza kusema hivyo, ugakwa ile tumero, walitandikwa, wakaruliwa nguo, maana hawakuwa na ile kibali waliotamani. Lakini unapomkaribia Bwana kwa mambo yote, mbingu haikuache. Kuwa mnyenyekevu na mtiifu inavuta kibali. Igorete yaga na mundu uria mwathiki. Unaona watu wengi wengine wanasikia ni kama watakadamizwa na usingizi. Juu shetani hataki usikie. Kuingizwa kwa mpango kama ukaa vizuri. Ukitaka kuingia kwa mpango wa Mungu, lazima ukimbie shetani. Ndio kuonorera roho. Deki alikota kiuru tani abani yako deki. Haleluya. Tutakula sumu, haitatudhuru. Tutakanyaga nyoka, enda udhubutu, enda ukanyange. Enda ukanyange. Enda mahali unaambiwa hicho ni kifo, itakuwa past tense. Lakini unapomkaribia Mungu na unyenyekevu na utiifu, hakuna wakati utajuta. Lazima shetani atakimbia. Lazima waambiane, watu wa max, set your set, go. Maana wanajua huyu mtu si mtu wa kawaida sasa. Haleluya. Hello. Nikiona kuna shetani atakaona fatana umuuno. Dali tena muno nao. Maana bado wanajuaga zilikuwa wako ni tukutendeleza maana yote yatea. Bado wanataka kujifunza na akili, jitengenezea njia. Be free. Surrender to a most high God. Ukimkaribia
na kunyenyekea kwako kutakuvutia kibali cha wengi. Umepata kupendwa. Maana utiifu wa Mungu inafanyaga mahali umeingia kuna kuanga na kibali. Wengi wetu mahali tushaikuwa si mara 2 ama 3 tunapatanga vita juu ya kibali. Waigira hando hane kamwene agoyo edetele veredi Rebeka nikiukama kulia kuge no Rebeka no mutungata kaithu yetu eke. Halo, maana ukiwa mnyenyekevu kwa pingu na uwe mtivu inavutanga kibali. Onanie digeshonoka geta niona mwana mwadeki. Hata mimi nikisikia mtoto ni mtivu nitaenda naye kila wakati. Hivyo ndivyo pingu inafanyanga. Mtoto mtivu akitumwa anatumikanga. Mwana mwadeki tera gwathie mugoda kawadi gothie anethire muno. Watu hawajaijua kibali na vutago aje. Okay, right. Mutungate yo nakeregeda menyaga. Halo. Nakeregeda katara menya tu musimu ule kweli. Halo. Katara menya unake mundu ni athira kuri aratoka thi Saturday. Wadi nenyo ndio mwana. Kibali mutaonania viu sasa. Wewe kiabio. Kibali. Lakini neno la Bwana linasema hivi katika Isaya 45 ya kwamba hili ni neno kwa yule ambaye ninayemwagilia mafuta, ambaye namuita kuruhusu, ya kwamba nitakufungulia marango, nitavunja hayo marango ya chuma ili upite. Ndiye kwa gana tekai ne kwa gana higoreo. Kibali kinafunguanga marango. Kibali kinavutanga baraka. Kibali, ukiwa na kibali kutoka juu mbinguni, hata magonjwa yenye haiponyeki Jehova anaponya. Haleluya. Ukiwa na kibali hata shetani anajuanga. Maiguaga atusene fairo ya waragira. Kagira fairo yawe. Akoria na no sio. No amoya so tutikora munekera ngai mune ocio mwagia na hadare ya kurehi guko. Ginya munene witu gukorwo thi ne nyonyo. Bwana asifiwe. Maana kibali ukiingia nayo hata kuzimu inajua. Ukitaja tu wanasikianga hiyo sauti tunaielewa. Maana unyenyekevu unakufanya upae kama tai na huchoki. Unakimbia na hauanguki. Maana kibali kimekubeba. Haleluya. Bwana wangu amenibeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba. Huyu Bwana amenibeba. Huyu Yesu amenibeba. Baba yangu amenibeba. Amenibeba. Yesu wangu amenibeba mgongoni. Siku zote amenibeba mgongoni. Baba yangu amenibeba. Amenibeba. Maisha yangu ameyabeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba mgongo. Amenibeba. Amenibeba. Watoto wangu amewabeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba mgongo. Iba amenibeba. Amenibeba. Baba yangu amenibeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba mgongoni. Amenibeba. Huyu Yesu amenibeba mgongoni. Nayo maisha yangu ameyabeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba mgongoni. Imba amenibeba. Amenibeba. Ndio naimba
amenibeba mgongo. Oh, amenibeba, amenibeba. Oh, kanisa lake amenibeba mgongoni. Bwana Yesu ametubeba mgongo milele. Amenibeba. Oh, amenibeba. Oh, maisha yako ameyabeba mgongoni. Huyu Yesu amekubeba mgongo. Imba. Amenibeba. Oh, huyu Yesu amenibeba. Oh, kazi zetu amezibeba mgongoni. Huyu Yesu ametubeba mgongo. Imba. Amenibeba. Oh, Yesu wangu. Maono yangu ameyabeba mgongoni. Huyu Yesu amenibeba mgongo. Imba. Amenibeba. Amenibeba. Oh, sitafadhaika, nibebe Bwana. Yesu wangu amenibeba mgongo. Imba. Amenibeba. Oh, Yesu wangu amenibeba. Oh, niendapo amenibeba mgongoni. Mapito yangu ameyabeba mgongo. Imba. Amenibeba. Oh, Yesu wangu. Hallelujah. Shangilia Yesu. Hey, mtu aliyebebwa mgongoni hata wachawi wanajua. Malikago agarako. Mtu aliyetii Jehova na mnyenyekevu, mbingu inambeba. Hallelujah. Ukuu wa mbingu unaonekana. Hata uzao wetu Jehova ametubebea. Neno la Mungu linasema katika Isaia ya kwamba nyinyi ambaye mnaonekana kama mizigo na wanadamu, nitawabeba kwa mgongo wangu hata nyakati mtakuwa wazee. Nikiwa Jehova, ni neno langu ya kwamba sitawaweka chini. Kwa hivyo lazima hiyo neno ifanye kazi ndani yako. Hallelujah. Ationa lebo ngakoro mukurete mukaumeria bibwe gamukua na dikamu ilaje. Imagine jifunze kuwa mtiifu. Hakuna wakati bigu itakuweka chini. Hallelujah. Mundu anaenda kwa ni igoro ni oremi. Naona sio oremi ugana. Ai mimi Rebecca, ni mimi. That is me. Hello. Hiyo ni mimi. Tukitia motu. Togo kuona motu wakale agereire. Watu kania. Togo kuona okugera obwo kena mishege. Na kareime. Ukimera mwendo oria. Okugawa tata watiriri. Lakini ukiwa mnyenyekevu, uache kujifananisha na mtu mwingine, Biblia itakubeba. Ujue Biblia haibebaki uchafu. Wewe eleze huyo mtu mwingine Biblia haibebaki uchafu wewe. Mwambie haibebaki uchafu. Kwa hivyo ukikubali kubebwa na mbingu, lazima uwe mtakatifu. Shangilia Jehova. Bwana asifiwe. Hallelujah. Atakubeba na hatakuweka chini. Na kitu ninalifurahishaga ya huyu Mungu, katika makutano ya maadui anajuanga. Mimi si mara moja mara mbili tushaipitana nao hivi. Niliwaambia siku nyingine nimebebwa, wanashika steering waiweke kwa mtaro. Na wale mtiri hata huinyui. Inavutwa na tuhado huko tabarai. Wanavuta steering. Na mtiri hidhoni. Kwingine tukitoka zaidi ya Busia, wakakuja wakiwa mambwa wanne. Huko tukitoka Kipembeni, tukakimbia, Mungu akatupitisha njia nyingine. Na nikajua kabisa tumepotea. Kaanza kucheka. Mahali tulifika nikawaambia tuko kama hapa tupinduke. Tukipinduka tukapata yenye ilikuwa imekimbia imefika pale, imejaribu kutafuta left, right, hatuwaoni. Ikafanya nini? Ile gari walikuwa wamemonitor. Tulipata ni Sienta. Ni kama gari ile ilikuwa mbele yetu, just center Sienta. Ndio hiyo kwa mtano.
Maana kuna kitu mapepo haituangi. Walio watiifu, walio na haki. Maki Bwana asifiwe. Kilichozaliwa na Mungu, mapito inanyoshwa na Bwana. Haleluya. Watakutafuta washinde umepitia wapi. Kumbe ulipitia kwa migongo ya Bwana. Atiendo amero mugamono walikukorogea kwa Jackson ya kwenu, lakini mahali uliingia Kawangware hawakujua. Una Jehova ulipatana na yeye. Ukirudi wanashindwa, huyu niwe nani take nawe yo tumulekanu omele kama hayandena. Wanasifiwe. Mama, utakuwa umezalika kiumbe kipya. Utakuwa mtu ambaye alitolewa kwa mipango ya watu wa kwao, akaingizwa kwa mpango wa Mungu. Uzo ndagi ikarage. Sio tisio ziro kamagerera huko. Haleluya. Lazima ujifunze kukaa kwa mpango wa Mungu. Maana kilichobebwa na wingu la mbinguni, moto unazunguka usiku na mchana. Pia nami katika neno la mwisho katika Waefeso 5. Waefeso 5. Na hii Waefeso 5 nataka kukufunza aje. Tafuteni kuelewa mapenzi ya Mungu. Halo. Tafuteni kuelewa mapenzi. Ndio hiyo Waefeso 5 inatuelezea. Ukitafuta kuelewa mapenzi ya Mungu, utaingia haraka. Utaingia haraka katika mapenzi ya Jehova. Waefeso 5, taka nianze katika mstari wa 15. Taka tusome 15, 16 na 17. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Haleluya. Kwa hivyo kitu ya kwanza, usitembee kama mtu mwenye hana. Na ukiogea usiogee kama mtu mwenye hana. Atunukagieta mundu tare kire? Mundu tare mugi. Tafuta mapenzi ya Bwana. Kialia ni jibu katadalia ta mundu mugi kadalia ta kerimu. Haleluya. Opposite ya mundu mugi. Kwa nini hapo mnaongea pole pole? Opposite ya mundu mugi. Okanirira nigetha Ngai akiona kwina guo thiini akuderive kugerera kiugo. Because we get the deliverance through the word of God. Si ni kufanyia hapa pingiriko hapa. Through the word. Ndio itakufungua. Maana utayajua ati angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Ufikirie vile nina hiyo njia nimeendeka kabisa. Ni ya mtu ako na hekima ama ni mtu kama hana hekima? Hii njia ninayopita itaniingiza kwa mpango wa Mungu ama itanipoteza? Vile huwa ninajiona kabisa, naona kama niko na hekima, lakini hapa kuna hii si mapenzi ya nani? Na ndiposa nimekwambia yatambue na uweze tafuta kuelewa mapenzi ya Mungu. Na ukitafuta mapenzi ya Mungu, utaingia kwenye baraka yako. Haleluya. Verse 16. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hivyo ukiwa na hekima, utakomboa wakati wako. The time of derailment, it will be never your portion. Utaokoa wakati wako, utakomboa. Watu wengi wameshindwa na kukomboa wakati. Kombo na utere turaga elimu, adimenya kage koma geke koria kiumaga. Haleluya. Tafuta mapenzi ya Mungu.
kama uko na hekima kwa mambo unayofanya. Jua kama uko na hekima kwa matamshi ya mdomo wako. Je, matamshi yanakuanga mazuri kuwa mbele za watu wa Mungu, lakini ukiendeka huko hata hawakujui. Ukiwa na hiyo hekima na kuelewa mapenzi ya Bwana, itakomboa wakati wako ndugu. Halo, utakimbizwa kwenye baraka. Komboa wakati, fanya hima, komboa maisha yako. Nilikwambia kuna baraka hazitakuja kwa mikono, maana baraka zote ni za kuingizwa kwa mpango wa Mungu. Tafuta mapenzi ya Mungu. Na ndiposa Yesu alipowafunza wanafunzi kuomba, aliwaambia ya kwamba mkiomba musemange, may the will of God be done as it in heaven. Hallelujah. Yesu alijua nisipowafunza kukomboa wakati, wakose kuomba mapenzi ya Mungu, watalia, watakaa. Maana wengi wanataka kujipiga kifua. Jehova anataka tu uache kujipiga kifua. Imagine Mungu anataka tu uache kukalia kiti yake. Atusemage ni mimi nafanyaga, who are you? Au kaka tigana na gogoshi. Tafuta mapenzi ya Bwana katika njia unayoiendea. Tafuta mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Utakomboa wakati. Maana zile nyakati zituko ni baya mno. Watakao pokea baraka, watakao tafuta mapenzi, watakao fichwa siku ambazo tuko za mwisho, ni watu ambao wanatafuta mapenzi ya Mungu. Usikae kwenye zizi, ng'ombe iliyowekwa kwa zizi mpaka ifunguliwe na mwenyewe. Mpaka ifunguliwe. Tafuta mapenzi ya Bwana. Verse 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Yeki akanyandike ile wako. Tutuombe leo kibati hapo. Verse 17, hebu tusome. Toma tu tutasikia. Verse 17. Ndio ndo usione. Tikagai goikara moritete. Abotige. Atitige goikara tamori. Kunaweza patikana na kuonekana mtu moritu. Tika goikara tamorite. Mtu moritu kwa hanate. Tajina bere. Ndio ndo usione. No muikarage mumenyete uria mwathani endaga gwikwo. Amen. Sikia. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Halo, mfahamu yaliyo mapenzi ya Bwana. Usikae kama mjinga katika maisha yako. Ukiaraka lilio musiali oko kwanyu gukoragwo na ng'ondu. Hera ikara wanake. Haleluya. Mwana kugata mutire mwetu. Asialia na hau. Bwana asifiwe. Hata mutigaikara tamulitete. Msikae kama wajinga. Ni miaka ngapi bibi inakuona wewe umekaa mjinga? Unaelezewa, wajifanya huelewe, kiuelewi. Sipangwingwi. Ampagwabo. Haleluya. Yini baga? Yini ujinga. Ndio tunakuwa tusikae kama wajinga. Msikae kama watu. Niulize, mnakosa kusema hilo neno limesoma wapi? Ama ni yako inasema hivyo? Si tumesikia vile neno la Bwana limetuambia. Ati kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukiyajua mapenzi ya Mungu yatakuharakisha na utaingia kwa mpango wa Mungu. Nilikuonyesha wewe ukacheka tu. Kuna watu wanakaanga wakizunguka juu ya ujinga wa kiroho. Wewe kanado Maria ni tukiroho.
ona wamera ukirai mathaa maigana ona ayuko andu Ngai mutigaikare tamuritite andu Ngai mutigaikare ta andu athi. Bwana asifiwe. Tubebe hekima kwa Mungu. Beba hekima. Ujinga inafanyaga mtu azunguke mahali pamoja, maana alifungwa na nyororo juu ya ujinga. Lakini ukikubali hekima itakuingiza kwa mapenzi ya Mungu. Kama uko na mahali pa kuandika hatua za kuingia katika mapenzi ya Mungu, si hapo hatuna Biblia tunasoma. Ya kwanza ni hii, hatua za kuingia katika mapenzi ya Mungu. Kama unataka kuingia kwa mapenzi ya Mungu, ya kwanza, tubu ugeuke kutoka dhambini. Kitu yote unajua ni dhambi, toka kwa hiyo. Ya pili, jisalimishe kwa Mungu kikamilifu. Surrender yourself to God. Usiwe na kitu kingine umebakisha ndani yako. The time you surrender to the most high God, you'll enter to your promises. Number 3, tembea katika unyenyekevu. Usiwe mtu wa kujigamba, usiwe mtu wa kujiona. Hata Jehova akikutumia, nyenyekea. Jehova akifungua wengi, nyenyekea. Jehova akikuinua mbele ya wengine, nyenyekea. Tika kugane ndiye who are you. Au kakateka iwewe irudika na gogoshina mundu. Ili Jehova harakishe kukuingiza kwa mpango, lazima uwe mtu wa kutembea katika unyenyekevu. Number 4, litii neno la Mungu. Neno la Mungu linasema katika Yakobo, tusiwe watu wa kujitazama kama kioo. Unajitazama lakini ukienenda unajisahau. Wacha neno la Mungu liwe kioo yako. Tii neno, fanya kadri na neno. Neno la Mungu linasema kuanzia mwanzo neno lilikuwapo, na neno alikuwa Mungu, na neno wako na atazidi kuwa. Kwa hivyo ndio uingie kwa mpango wa Mungu. Tii neno la Mungu. Number 5, omba kwa bidii, ukitafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Ili maana Roho Mtakatifu atakuwa ndiye anakuongoza. Omba kwa bidii, omba bila kukoma. Usiombe ukichoka. Pray, pray, omba bila kukoma. Na ukiomba unapatia Roho wa Mungu sikio. Maana neno la Bwana linasema ukitafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hata kutupa. Roho Mtakatifu atakuongoza kwa njia zilizo za mbingu. Maana neno la Bwana linasema Roho wa Mungu ni msaidizi, anaendeanga mambo yaliyo katika Roho wa Mungu na anatuletea. Kwa hivyo wakati utaomba, utajua siri ya kiungu kupitia Roho wa Bwana. Kwa hivyo lazima ukubali kuomba bila kukoma. Na number 6, subiri kwa uvumilivu. At the appointed time, subiri. Usiwe mtu ambaye anaomba lakini hangojei Mungu. Haleluya. Kuna kuomba Mungu, kuna kugoja Mungu. Haya mambo yote ukiyafanya, then wait upon your God. Ngojea Bwana. Usipatie Mungu mada yako ati nimekupatia mpaka tarehe hii, kama hutakuwa umenifanyia mimi hata nashindwa. Nilikwambia wengine tulitoka pale, tukifika hapa ingine tulilipia gharama. Ni kusubiri Mungu. Na wakati ukiwa na Roho wa Mungu kunazalika kusubiri. Watu ambao hawana Roho wa Mungu ndio huwa wasubiri. Na niambo ngao ni mahioke. Mahioke. Ile
nataka kufunga nayo ni Zaburi 143. Lakini ni ombi langu ya kwamba Roho wa Bwana anayenitumia aendelee kukutumia na aendelee kukufunza kuomba zaidi. Zaburi 143 mstari ni wa 10. Nasema hivi: unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Nitarudia: unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Wakati utakapomwambia Roho wako aniongoze kwenye nchi sawa, nifundishe mapenzi yako. Watu wengi wamejawa na manunguniko, maana hawajafanya haya mambo 6. Kuomba tunaomba, kutoa tunatoa. Na kwanza hakuna kitu baya kama kwanza kuhesabia Mungu, nikatoa sacrifice hii, nikatoa hii, nikatoa hii, nikatoa hii. My friend, wait upon the Lord. Mwambie nifunze mapenzi yako, na Roho wako mwema ataniongoza kwenye njia sawa. Hautajikwaa ukiwa katika mapenzi ya Bwana. You will never regret, kwa sababu utakuwa unafurahia matunda ya kutabua the will of God upon your life. Mambo mengi umeona kana ni bure, maana imekuwa unajiongoza. Nataka usimame umwambie Bwana, nisaidie. Roho wako mwema niongoze kwa nchi iliyo sawa. Mimi kama binadamu, simama na miguu yako. Mimi kama binadamu nimejiongoza, lakini nchi iliyo ndani haiko sawa. Kuna watu wengi wamelia, maana kwa ile njia waliingia, mbingu ilikuwa imewaonya. Mbingu ilikuwa imewaambia hii njia iko na miiba, hii njia iko na kilio. But for you, ndiposa nimekuambia lazima kuwe na kutubu. Mwambie Bwana nisaidie. Wakati mwingi nimegaili neno lako, unataka nifanye mapenzi yako, lakini ninafanya yaliyo yangu. Wengi tuko na wao hapa. You are the deliverer of your house, you are deliverer of your people, lakini kuna kitu utafanyiwa na Bwana: utiifu, unyenyekevu. Kuna shamba ulipatiwa ulime, ulimangi. Kuna kipimo uliachiliwa upimiwe, na ulipimiwa na mbingu ili utiifu uzalike, mapenzi ya Mungu yaonekane, boma yenu ifunguliwe. Ulifanya wiki mbili ukaona juu ndiko hakana gari. Kwa Mungu hakuna hongo ya maombi. Kwa Mungu hakuna hongo ya huduma. Ati unahudumu kwa Mungu ili akulipe. Bwana asifiwe. Na ndiposa neno la Bwana linatuambia kuanzia Romans, ni ujitoe kamilifu ili utoe dhabihu iliyo hai. Na sitaki mtu mwingine atoke. Nataka tukae, tujiachilie mbele za Bwana. Nataka uingizwe kwa mpango wa Mungu. Vile nimekuongoza, umejiona kuna kwingi kugidwetaka kwerwo kunyihane kwa ile. Hakuna kunyenyekea. Wewe uko kama shosho yako aikagiria mundu bokora. Wewe uko kama guka wako yale gati ndia ndago ni shosho wanyu kubo bekaga tagati yeo. Mwambie Bwana mapenzi yako ili niingie kwa mpango. Hatima ya kuaminiwa kazi iliyo kuu, lazima kuzalike haya maneno. Hatima ya kubebeshwa huduma, hatima ya kubebeshwa watu, lazima kuzalike. Maana ukikosa kuwa mtu mwenye subira na ulikidhanie maganide,
mura ndona Ngai niwega Ngai niwega Ngai niwega Ngai ngoro-inĩ yakwa niwega Ngai niwega Baba niwega Ngai ni asante sana Yesu, asante sana Yesu, sana Yesu moyoni mwangu. Baba asante sana Yahweh, asante sana Yahweh, asante sana Yesu moyoni. Asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako moyoni mwangu. Yahweh, asante kwa neno lako, asante kwa neno Bwana, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako, asante kwa neno Yahweh, neno lako moyoni mwangu. Yahweh, asante kwa neno lako Yahweh, asante kwa neno Baba, asante kwa neno lako. Siwezi bila wewe, siwezi. I surrender to you, Lord. Siwezi bila wewe, moyoni mwangu. Yahweh, siwezi bila Yahweh, siwezi bila Yahweh, siwezi bila wewe. Oh, siwezi bila wewe, siwezi bila Yahweh, siwezi. Iongoze Bwana, iongoze kwa njia zote. Oh, siwezi bila Yahweh, siwezi bila Yahweh, siwezi bila wewe. Siwezi bila Roho, siwezi bila Takatifu, siwezi bila Roho moyo. Yahweh, siwezi bila Yahweh, siwezi bila wako, siwezi bila Roho. Oh, asante sana Yesu, asante sana Yahweh, asante sana Yesu moyo Baba, asante sana Yahweh, asante sana Yesu, asante sana Yesu. Oh, asante kwa wokovu, asante kwa wokovu wako, asante kwa wokovu moyo. Yahweh, asante kwa wokovu Baba, asante kwa wokovu Yahweh, asante kwa wokovu. Oh, asante kwa neema, asante
Bwana, nifunze mapenzi yako na kushukuru mahali umenifikisha. Chukua dakika zako mbili, mwambie ni asante. Umeninenea mchana wa leo, natamani uwepo wako. Oh, natamani Jehova, na kukiri kwenye njia zangu. I surrender all unto you. Call upon the name of the Lord. Call a name upon the name of Jesus. Oh, atakuokoa. Mwambie mapenzi yako ni gani. Oh, nataka kutembea kwa mapenzi yako, ili niingie kwa mpango wako. Jehova, sitaki kuingia kwa mipango ya maadui. Sitaki kuingia kwa mipango ya wachawi. Wananipangia kumalizwa. Oh, niingize kwa mpango wako. Rimashanda rabosaya. Ingiza hii huduma Bwana kwa mapenzi yako. Ingiza hii kwa kazi yako Bwana. Kazi uliyoanzisha ndani yangu. Kazi uliyoanzisha ndani yangu Bwana. Naomba ikaingia kwa mpango wako. Pigana vita vyote Jehova. Mipango ya maadui isisimame. Mipango wanaokibizana na hii hatima Bwana. Oh Jehova, I pray for you and me. Mapenzi yako yatendeke. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, unayaweza yote. Unayaweza yote. Unayaweza yote. Oh, unaelezewa na watoto wako. Unayajua yote Bwana. Hakuna lisilokuzuia. Wewe ni Mungu mkuu. Aweza yote yao. Wewe ni Mungu mkuu. Tunakuita Bwana. Hadi awe Lord. Wewe ni Mungu mkuu. Aweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu, ni Mungu mkuu. Aweza hakuna Mungu kama wewe. Ni Mungu, ni Mungu yote. Hakuna Mungu kama maishani mwetu. Wewe ni Mungu mkuu. Aweza yote. Hakuna Mungu kama kwa mapito yetu. Wewe ni Mungu mkuu. Aweza yote. Hakuna Mungu kama tumaini letu. Wewe ni Mungu mkuu. Aweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Ni Baba, ni Mungu mkuu. Aweza yote. Hakuna Mungu kama. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna kamwe. Hakuna Baba. Hakuna Yesu kama maishani mwangu. Hakuna Baba. Hakuna Yesu kama wewe. Yukimbilio. Hakuna Baba. Hakuna Yesu kama. Hakuna Yesu. Hakuna Baba. Hakuna kamwe. Kama wewe mwenye kushinda. Hakuna Baba. Hakuna kama
Tazama, hakuna Yawe, hakuna Baba, hakuna Baba, oh, hakuna. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Awe Baba, umeinuliwa, 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 oh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, oh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, kwenye kanisa lako Yawe, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, oh, umeinuliwa duniani kote, umeinuliwa wewe juu sana, umeinuliwa Yawe, umeinuliwa tu kazi ya mikono, umeinuliwa Yawe, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa mtakatifu wewe, mtakatifu kusujudu sana, umeinuliwa Yawe, umeinuliwa juu, Simba wa Yuda, uliyepigana vita na ukamaliza, uliyenyakua funguo za mamlaka na ukayaachilia kwa mikono yetu. Umeinuliwa juu Jehova kuliko miungu ingine yote. Mapenzi yako imeinuliwa, mpango wako Bwana twautambua. Ewe umeinuliwa juu, vitu vyote vikawekwa chini ya mikono yako, zikawekwa chini ya miguu yako. Twakuinua mchana wa leo, twasema mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe, ambaye umetunenea, ambaye umetuongoza. Oh, wewe ni baba yetu. Ombi letu mchana wa leo ni ya kwamba kila mmoja aliye kwa madhabahu na walia online Jehova, watakapolishika neno lako ili waingize kwa njia ya wepesi kwenye mpango wako. Anatoa watu wako kwenye mipango ya akili zao, anatoa watu wako kwenye mipango ya wachawi na waganga, anatoa watu wako kwenye mipango ya makuhani wa kimapepo, anatoa watu wako kwenye mipango ya madiviners. Mchana wa leo neno lako ni kweli, unasema kimbieni shetani na yeye atawakimbia, karibieni Jehova na yeye atawakaribia. Tumekaribia kwako, wana wako wamekimbia kwako, wamekukaribia Yawe, maana kila mmoja anatamani kuingizwa kwa mpango wako. Waingize Jehova kwa mpango wako. Surrender to God. Inua mikono juu, mbingu ikuingize. Mungu akuingize kwa mpango wake, mbingu ikuingize. Jehova ninayetumikia, oh, usikae tena kwa mipango yao. Komboa wakati, komboa wakati. Funga masikio kwa watu ambao hawana faida. Funga masikio kwa mambo ya kukupoteza. Funga masikio kwa mambo yatakufanya ushindwe na safari. Komboa wakati. Tafuta hekima. Mchana wa leo itafute kwa neno la Bwana. Watu hawa Bwana nawaombea hekima, nawaombea maarifa, nawaombea kukujua zaidi.
Roho wako Mtakatifu na watakao kutafuta, naomba roho ya subira izalike ndani yao, roho ya kusubira. Wewe si muongo, wewe si kama mwanadamu. Wewe hana tamodo ugana dahikagia gai wako anafuataga. Unaponena Jehova unafuata neno na unaacha kama limefanya kadri na ulilolinena. Patia watu hawa hekima na subira. Wasitoke kwa njia zako, wasitoke kwa mapito yako. Rinahanda robosaya hiya wakukiri kwenye mapito yao, ili waonyeshe njia watakaoiendea. Na nena ulinzi wa kibingu maishani mwa watu hawa. Mapenzi yako yatendeke. I cancel every will from the devil altars upon their life. I raise the altar of the will of Jehovah upon their life. From today, hawa si wa kushindwa, hawa si wa kujiongoza, bali watafurahia wakiongozwa na wewe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kushukuru. Shangilia Yesu.